Anaendelea Mheshimiwa Lissu. Mheshimiwa Lissu, uliporudi nyumbani kwako unasema kwamba ulimpigia ndugu yako askari. Shahidi wa kificho kweli. Mheshimiwa Lissu, ulisema anafanya kazi Tabata Rerin. Shahidi wa kificho kweli. Mheshimiwa Lissu, tuoneshe yako wapi kwenye maelezo. Shahidi wa kificho hapa hayapo. Mheshimiwa Lissu, huyo ndugu yako askari polisi ana jina. Shahidi wa kificho ndio, jina nalo. Mheshimiwa Lissu, polisi umemtaja jina. Ueleze majaji kama kuna mahali umemtaja jina. Shahidi wa kificho sijamtaja. Mheshimiwa Lissu, ana cheo chochote? Shahidi wa kificho sijui kama ana cheo chochote. Mheshimiwa Lissu, ana force number? Shahidi wa kificho sijui hata maana yake mimi. Mheshimiwa Lissu, ulipoangalia ile video ukaona maneno ukapata hofu? Shahidi wa kificho kweli. Mheshimiwa Lissu, kwenye maelezo yako wapi? Shahidi wa kificho hapa hayapo. Mheshimiwa Lissu, tarehe 9 siku naandika maelezo yako polisi ulipofika Central ulimpigia simu aliyekupigia mwanzoni? Shahidi wa kificho ndio. Mheshimiwa Lissu, uliandika wapi kwenye maelezo yako polisi? Shahidi wa kificho yapo, yameandikwa lakini hapa hayapo. Mheshimiwa Lissu, maana yake nini? Sikuelewi. Shahidi wa kificho hapa hayapo. Mheshimiwa Lissu, yale maneno kwamba tutakinukisha ndio yalitokea siku ya uchaguzi, ulisema hivyo? Shahidi wa kificho ndio, nimesema. Mheshimiwa Lissu, je, uliandika maelezo ya ziada polisi ili kujumuisha kilichotokea tarehe 29 mwezi wa 10 au wamekupanga tu uje uongezee na hayo? Shahidi wa kificho, tarehe 9 mwezi wa 4 ndio maelezo yangu. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo huna maelezo ya ziada? Shahidi wa kificho, kwa hapa hamna na hayapo kwenye maelezo yangu ya polisi. Mheshimiwa Lissu, najua kina Mafwele, Kingai na George wamekuambia tu kaseme. Sasa nakuuliza, yapo maneno hayo kwenye maelezo yako ya polisi? Shahidi wa kificho, unanichanganya mimi sijui. Mheshimiwa Lissu, ulikaa ndani siku 6 ukiwa na njaa. Hebu tuoneshe kama yapo kwenye maelezo yako polisi. Shahidi wa kificho, kwa hapa hayapo ila niliyatoa maelezo. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo mapolisi wamekuuza na kukupuuza, uliwaambia vitu haukuandika? Shahidi wa kificho kimya. Mheshimiwa Lissu, sasa nimemaliza kukuonesha kuwa wewe ni mtu wa kupuuzwa, huaminiki. Ngoje nianze kukuuliza maswali yangu sasa. Watu wanacheka. Shahidi wa kificho, ilikuwa kwenye akaunti yangu ya Facebook. Mheshimiwa Lissu, unaelewa kweli unachojibu? Niambie akaunti inaitwaje? Shahidi wa kificho, sikujua akaunti inaitwaje. Watu wanacheka. Mheshimiwa Lissu, uliona video ya Tundu Lissu. Sasa majaji hawajaona hiyo video, wewe umewaonesha? Shahidi wa kificho, simu yangu ilipotea mwaka jana. Mheshimiwa Lissu, umewaonesha? Shahidi wa kificho, sikuwaonesha. Mheshimiwa Lissu, umewasilisha hiyo video mahakamani? Shahidi wa kificho, sikuiwakilisha. Mheshimiwa Lissu, ulipompigia yule askari simu na kumuuliza kama wameyasikia ya Tundu Lissu, hayo unayokumbuka ulisema? Shahidi wa kificho, ndio nakumbuka. Mheshimiwa Lissu, je, ulienda kutoa polisi taarifa? Shahidi wa kificho, sikwenda. Mheshimiwa Lissu, huyo ndugu yako polisi alikwambia uende kufungua Rabii polisi? Shahidi wa kificho, hakunambia. Mheshimiwa Lissu, ulichosikia kwenye video kwamba kukinukisha, sasa tusaidie maana ya kukinukisha ni nini? Shahidi wa kificho, mwashirio ya kuchochea fujo au vurugu. Mheshimiwa Lissu, umeyatoa wapi hayo? Mimi nina kamusi ya Kiswahili, unataka nikusomee? Shahidi wa kificho, sio mbaya. Mheshimiwa Lissu anamsomea tokwa na harufu mbaya au vunda, na nukia na toa harufu nzuri ya kunukia kama vile marashi. Haya kwako umeyatoa wapi? Shahidi wa kificho, mimi nimesikia mitandaoni na kupitia watu pia. Mheshimiwa Lissu, kwa hiyo kamsi yako ni mtandao na watu? Shahidi wa kificho, ndio. Mheshimiwa Lissu, je, kuna mahala popote polisi uliposema maana ya kukinukisha ni kufanya fujo kwenye hayo maelezo yako?